Maadhimisho haya ya miaka 20 yanakuja katika kipindi ambacho dunia inaendelea kutambua umuhimu wa usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake katika maendeleo ya uchumi. Tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa kuwekeza katika uwezeshaji wa wanawake kiuchumi kunaweza kuongeza kwa kiasi kikubwa ukuaji wa uchumi wa taifa. Wanawake wanapopata fursa sawa za kiuchumi, sio tu familia zao zinanufaika, bali jamii nzima na taifa kwa ujumla hupata maendeleo makubwa zaidi. Kwa kutambua umuhimu huu, serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inaendelea kuweka mkazo katika kujenga uchumi jumuishi unaowajumuisha wanawake na vijana kikamilifu katika shughuli za maendeleo. Serikali imechukua hatua mbalimbali za kisera na kiutendaji ili kuimarisha ushiriki wa wanawake katika shughuli za kiuchumi. Mojawapo ya hatua hizo ni kuhakikisha kuwa 30% ya zabuni za manunuzi ya umma zinatengwa kwa ajili ya makundi maalum ikiwemo wanawake, vijana na watu wenye mahitaji maalum. Hatua hii imefungua fursa kubwa kwa wanawake kushiriki kikamilifu katika zabuni za serikali, jambo linalosaidia kuongeza kipato chao pamoja na kukuza biashara zao. Napenda kutoa wito kwa wadau wote, taasisi za kifedha kuongeza upatikanaji wa mikopo rafiki, sekta binafsi kushirikiana na wanawake katika minyororo ya thamani, na wanawake wenyewe tuendelee kujiamini, kujifunza na kutumia teknolojia. Kwa pamoja tunaweza kujenga Tanzania yenye wanawake wenye nguvu kiuchumi, wabunifu na washindani katika soko la dunia. Na mshikamano wetu, Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050 inatupa matumaini makubwa. Na vile vile kama tulivyosikia jana, ile sera mpango wa biashara na uwekezaji, na pia wiki iliyopita tume iliyoundwa ya masuala ya kodi imeleta matumaini. Kwa hiyo matumaini yetu yako kwa serikali yetu kutuwekea sasa mazingira bora zaidi ili tusonge mbele.